Hii ni Live TV na karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2023. Siku nzuri kabisa kwa moyo mkunjufu ni kukaribisha kunako udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele, na bila kupoteza wakati tunaanza udondozi kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni kasi kuwezesha wananchi yaongezeka. Wajasiriamali bilioni 8.6 wakopeshwa trilioni 6. Kampuni 2010 za wazawa. Miradi ya kimkakati za ajiri 145,245. Habari ni katika ukurasa wa pili. Napa yatangaza mikakati kusimamia ubunifu. Habari katika ukurasa wa 7. Posta yavuna bilioni 34 mwaka mmoja. Habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika Majaliwa serikali haitaki mzaha. Habari katika ukurasa wa 4. Uwekezaji ndani waingiza trilioni 2 miezi mitatu. Habari katika ukurasa wa pili. TPA yaipa ofa Uganda kuhifadhi mizigo siku 30. Habari katika ukurasa wa 3. Wizara yahadharisha kutumika utapeli viwanja. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Nisla Mwabukusi bado giza totoro. Yumo pia Mdude Nyangali. Jeshi la polisi laendelea kuwashikilia Mbeya. Mchakato kuwafikisha mahakamani ukiendelea. Mawakili wao wadai wamehojiwa kwa tuhuma za uhaini. Wadau waeleza. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mgomo wa daladala bado moto. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3, hii ikitokea jijini Arusha. Lakini pia gazeti hili limeandika uchaguzi mdogo Mbeya, Chadema wataka kujipima Mbarali. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika haki kesi ya mjane wa bilionea Msuya ya kwama tena. Habari katika ukurasa wa 22. Uwezeshaji sababu wanawake kukimbilia mikopo kausha damu umiza. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mahojiano maalum Kayumba alipobeba taswira shule za umma. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 13, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumanne leo. Lakini pia ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ajetosa kilio cha madaktari. Waziri aunda kamati kufuatilia malalamiko yao ni waliokuwa katika mafunzo ya vitendo kufuatia matokeo mabaya. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Maandalizi ya kupandikiza mimba MNH yaridhisha bodi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Majira limeandika TPC yani kama mafanikio mapato yake yaongezeka. Habari katika ukurasa wa 4. Waziri mkuu tuuze korosho zilizobanguliwa. Habari katika ukurasa wa 4. Habari nyingine zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti Majira ni Mwigulu wa teta na makamu wa rais wa Huawei. Habari katika ukurasa wa 4. Habari za biashara, benki ya NMB yatunukiwa kuwa super brand. Habari katika ukurasa wa 8. Niger wamshtaki rais aliyeondolewa madarakani kwa uhaini mkubwa. Habari katika ukurasa wa 19. Waliosalia Ngorongoro wamuomba Rais Samia wahame kwa hiari. Habari katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tuligeukia sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wakili Dr. Slaa yuko polisi tuhuma uhaini. Kina Mwabukusi watinga mahakama ya rufani kesi ya bandari. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Anayedaiwa kuzikwa mwaka 2018 aibuka afunguka alikokuwa. Habari katika ukurasa wa 3. Nusu ya madaktari kuferi, serikali yaunda kamati kuchunguza. Habari katika ukurasa wa 18. Maji Kilimanjaro yashinda cheti cha ubora super brand. Habari katika ukurasa wa 2. Yaliyomo gazeti Nipashe limeandika usafirishaji sampuli za kibiolojia waipa TPC bilioni 2 mwaka mmoja. Habari katika ukurasa wa 4. Shule za sekondari kuwa za bweni. Habari katika ukurasa wa 4. Vijana wengi hawana elimu kujikinga na VVU. Habari katika ukurasa wa 8. Lakini pia gazeti Nipashe kwenye ukurasa wake mbele michezo limeandika Yanga ya mfungua macho Robertinho. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii.
Tulitazame sasa gazeti Jamhuri lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Ni ukabila TFS, habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Mauaji Tunduru, mfugaji adaiwa kuuawa kwa risasi, polisi yakana, habari katika ukurasa wa 3. Kipato duni chatesa watoto wenye saratani, habari ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Zanzibar ndani ya muungano haishikiki, habari katika ukurasa wa 10. PSSSF yatimiza miaka 5 kwa kishindo, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. NHC na dira mpya ya shirika, habari kwa undani inapatikana kwenye kurasa za ndani za gazeti Jamhuri. Lakini pia gazeti Jamhuri lenyewe ambalo husema tunaanzia wanapoishia wengine limeandika sitani wa Tanzania tuheshimu ndege za ATCL Precision, habari katika ukurasa wa 3. Sahau ya Tanga CAF kumekucha, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine. Jicho letu sasa ni katika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Ni rais wa vitendo, bilioni 207 za Samia zaweka rekodi, neema inakuja, madaraja kwa walimu, Kairuki Msonde wafunguka mazito, habari katika ukurasa wa 4. Tusiache DP World ina fursa nyingi, askofu asema nia serikali ni njema kabisa, habari katika ukurasa wa 2. Shirika la Posta Tanzania lalazisha bilioni 33.7 ni matokeo ya uongozi wa Rais Samia, habari katika ukurasa wa 3. Mgomo daladala wang'oa kigogo Alata Arusha, hatua kuchukuliwa wanaoendelea na mgomo, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Wakulima uzeni korosho zilizobanguliwa, serikali yatoa agizo kwa RC usambazaji umeme, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Mifuko 72 ya mikopo nchini yatengeneza ajira ya milioni 17,603,271, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Jicho letu sasa ni katika gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni rungu kuwashukia watumishi wazembe. Waziri mkuu awaagiza watumishi wa umma wahakikishe wanaotumikia Watanzania kwa weledi mkubwa, ataka watimize matakwa ya Rais Samia, watafute ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili wananchi, habari katika ukurasa wa 2. Uhuru limeandika mambo 10 muhimu yaliyoipaisha Posta, habari katika ukurasa wa 3. Rais Mwinyi azidi kutupia jicho afya, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Uhuru limeandika waziri atoboa siri utalii kwa Zanzibar, habari katika ukurasa wa 10. Chatanda aba wanawake Mkalama somo la mikopo, habari katika ukurasa wa 5. Ngorongoro waomba Rais Samia wahame, habari katika ukurasa wa 5. Uhuru limeandika utoro waweka rehani ajira za watumishi, habari katika ukurasa wa 6. Salim apigiwa saluti Msimbazi, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Tunatazame sasa gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Rais Samia, hakuna nchi inayouzwa kugawanywa, akutana na wanasheria na kuwaeleza lengo la serikali kuona ustawi wa taifa, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Mama wa kambo awanywesha sumu watoto, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika Majaliwa tuuze korosho zilizobanguliwa, habari katika ukurasa wa 4. Wafuasi Chadema walikataa kwa sera za uchochezi, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Shirika la Posta lapata faida shilingi bilioni 33.7, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Ninalo gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni shirika la Posta la kusanya faida shilingi bilioni 33.7. Posta mkuu Macris Daniel Mbodo amtaja Rais Samia kwa kulipa hadhi shirika hilo, wajivunia utoaji wa huduma bora za usafirishaji wa vifurushi, wasema mipango waliokuwa nayo itazidi kuimarisha, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Majaliwa hawamasisha uuzaji wa korosho zilizobanguliwa, waziri Umi aunda tume ya uchunguzi mtihani madaktari, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rais Samia asema hakuna nchi inayouzwa, undani wa taarifa hii katika
kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari Jumanne ya leo. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani siku hii leo, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Robertinho amtisha Gamondi, ndoo zote zetu, Mhispaniola afichua faili la Salim. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika mechi 3 za Simba ligi kuu Tanzania bara. Soka la Gamondi la wakuna mabosi Yanga, mmoja aeleza hofu ya Simba jukwaani. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili pia limepambwa na ratiba ya michezo mitatu ya kwanza ya Yanga, mchezo wake wa kwanza ikianza dhidi ya KMC Agosti 23 Chamazi Complex jijini Dar es Salaam. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika Akaminko atoa vitisho ligi ikianza, hisia zangu na Edo Kumwembe, transfer zone, mashabiki wa United pressure kisa Bruno. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 18, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti. Lakini pia ninalo gazeti Sport Extra Jumanne leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni utata kwisha, bosi wa waamuzi avunja ukimya, azichambua kiufundi penati walizokosa Yanga, vigogo Simba waanika mikakati mizito. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Konkon amnogea Gamondi, Yanga kazi inaanza leo ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia gazeti hili limeandika Simba wakubali mziki wa Yanga, Robertinho aonywa. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Sport Extra Jumanne leo. Tulitazame gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani lenyewe limeandika mbio za ubingwa bara zaanza leo, Robertinho afurahia taji la kwanza, makocha Yanga ilikuwa bora zaidi. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Neymar atua Al Hilal kwa bilioni 243. Habari katika ukurasa wa 22. Gor Mahia yatoa ngao ya hisani. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo michezo na burudani katika ukurasa wake wa nyuma. Lakini pia gazeti wa Machinga ukurasa wake wa nyuma kwenye Machinga Sport limeandika Pacome Hafizi Konkoni waanza kazi rasmi Yanga, Mtibwa Sugar na Kitayose bado hazijafanya usajili ligi kuu. Lakini pia gazeti hili limeandika Pretty Kind acha video mpya ya Alpha na Omega. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Mwanahabari michezo limeandika Salim ataja sababu ya kuokoa penati za Yanga Sports Club, Alikiba njia panda kuhusu Abdukiba kwenda Wasafi Festival, Firi afunguka kuhusu penati aliyokosa kwenye ngao ya jamii. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari michezo. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii umeandikwa Yanga yamfungua macho Robertinho, Brazil huyo asema haikuwa kazi rahisi kubeba ngao huku Mwamnyeto akilia. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Tambo za tawala ligi kuu bara ikilindima leo, Neymar akaribia kusajiliwa Saudia. Habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha dondozo wa magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Live TV. Asante kwa kuwa nasi, asante kwa kutuchagua.